Wapendwa watazamaji wa RC Kahama Online TV, karibuni katika wasaa huu ambapo leo tunatafakari juu ya siku tatu kuu za Pasaka. Wapendwa, tujiulize, siku tatu kuu za Pasaka ni zipi? Mara nyingi tumezoea kutaja siku tatu kuu za Pasaka tukitaja kuanzia Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu na pengine kutokuhesabu Dominika ya Pasaka. Lakini mama kanisa anatufundisha akisema kwamba siku tatu kuu za Pasaka huanza na Ijumaa Kuu ambayo inaunganishwa na adhimisho la Alhamisi Kuu jioni, adhimisho la karamu ya Bwana, na kisha huendelea na siku ya Jumamosi Kuu na kisha kumalizika katika Dominika ya Pasaka ambayo ina adhimisho la kesha ya Pasaka na adhimisho la Dominika yenyewe, ambapo siku tatu kuu za Pasaka hufungwa rasmi baada ya adhimisho la masifu ya jioni ya pili. Na sasa wapendwa, tutazame kwa kina kuhusu siku ya kwanza ndani ya siku tatu kuu za Pasaka. Siku ya kwanza hii, kama ambavyo nimetangulia kusema, ni Ijumaa Kuu ambayo inaanza na adhimisho la Alhamisi Kuu jioni, adhimisho la karamu ya Bwana. Basi tunapotazama hapo, tujifunze kuhusiana na adhimisho la Alhamisi Kuu jioni katika karamu ya Bwana. Adhimisho hili ni nini? Adhimisho hili ni ukumbusho wa karamu ya mwisho ambao ulikuwa ni mlo wa pamoja, ambapo Kristo alikula pamoja na wanafunzi wake saa chache kabla ya kukamatwa. Na tukumbuke kwamba katika adhimisho hili Kristo anapofanya haya yote anaweka mambo makuu matatu katika siku hii ya Alhamisi Kuu jioni. Mambo makuu matatu yanayowekwa, kwanza ni kuwekwa kwa sakramenti ya daraja takatifu, lakini pili ni kuwekwa kwa sakramenti ya Ekaristi takatifu, na tatu ni kuwekwa kwa amri ya mapendo. Na Kristo anapokuwa chakulani pamoja na wanafunzi wake, anaposema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, hapa anaashiria kuwekwa wakfu hasa kwa sakramenti ya Ekaristi takatifu na sakramenti ya daraja takatifu ya upadre. Lakini haya yote yanatendeka katika hali ya upendo. Kristo anawapenda watu wake, anatupenda sisi sote. Ndiyo maana anatuachia mambo haya makuu matatu, na ndiyo maana katika kutuachia hayo anatuachia chakula cha kiroho ambacho ni Ekaristi takatifu, na kisha anatuachia waandaji au wahudumu wa chakula hiki cha kiroho ambao ni mapadre, na kisha anatuachia amri mpya ya mapendo ambao ndiyo mwongozo katika kuyatenda hayo yote. Kwa hiyo mimi na wewe lazima tukiri na tuone wazi juu ya kunufaika katika haya makuu ambayo Kristo anatuachia. Lakini pia katika adhimisho hili la Alhamisi Kuu jioni katika karamu ya Bwana hufanyika tendo la kiliturujia liitwalo kuoshwa miguu kwa waamini, ambapo tendo hili linapofanyika linaashiria mambo makuu yafuatayo. Kwanza, tendo hili huashiria roho ya utumishi, ambapo Kristo anatufundisha katika Injili ya Mathayo sura 20:26 kwamba yeyote aliye mkuu kati yenu anapaswa kuwa mtumishi. Mimi na wewe tunapaswa kutumikiana. Kazi hii kimsingi ilipaswa kufanywa na watumwa, na ndipo Kristo anapowaosha miguu wanafunzi wake anajishusha na kujinyenyekeza na kujiweka katika hali ya mtumwa, kama ambavyo inaonyeshwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya 6 hadi ya 7. Lakini maana ya tatu ya tendo hili ni dokezo juu ya sakramenti ya kitubio au upatanisho, ambapo Kristo anapowaosha wanafunzi wake miguu anatoa dokezo kuu juu ya msingi wa sakramenti hii, ambapo kwa tendo hilo Kristo pia nasi anatuosha uovu wetu na kututakasa madhambi yetu. Lakini maana nyingine katika dokezo hili la kuoshana miguu ni maana juu ya wajibu wetu wa kutakasana sisi kwa sisi, kama ambavyo Kristo anatualika, ambapo mapadri huwatakasa waamini kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Lakini sisi nasi pia tunapaswa kuoshana kwa njia ya kuonyana kidugu, kukemeana katika maovu, lakini pia kuombeana uongofu. Lakini tunapoendelea na siku hii ya kwanza ndani ya siku tatu kuu za Pasaka, kama ambavyo nilisema ni Ijumaa Kuu inaunganishwa na adhimisho la Alhamisi Kuu jioni katika karamu ya Bwana, tutazame pia Ijumaa Kuu, ambapo siku ya Ijumaa Kuu kanisa hubaki katika hali ya huzuni likitafakari juu ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, kifo cha msalaba ambacho kilihesabika kuwa ni kifo cha aibu sana. Kristo anakufa kifo hichi kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe.
Lakini katika adhimisho hili la Ijumaa Kuu tuangalie baadhi ya matendo ya kiliturujia ambayo hufanyika katika adhimisho hili. Tendo la kwanza linalofanyika ni pale ambapo ibada hii inapoanza, padre hufika na kujilaza kifudifudi mbele ya altari. Na tendo hili lina maana kuu zifuatazo. Maana ya kwanza, tendo hili huashiria anguko la wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, ambapo kupitia anguko hili sisi nasi wanadamu tumekuwa tukianguka dhambini. Lakini jambo la pili, tendo hili huashiria unyonge na udhaifu wa mwanadamu pale ambapo anakuwa ametenda dhambi. Na maana ya tatu, tendo hili huashiria huzuni na maumivu ya kanisa linapotafakari juu ya mateso ya Kristo. Lakini mara baada ya kumalizika kwa tendo hili huendelea na liturujia ya neno ambayo humalizika kwa maombi kwa ajili ya kuombea watu wote. Na kisha baada ya hapo huingia sehemu ya pili ndani ya adhimisho la Ijumaa Kuu ambayo ni ibada ya kuabudu msalaba mtakatifu. Na hapa naomba tujifunze juu ya ibada hii ya kuabudu msalaba mtakatifu. Wapendwa watazamaji, tunaposema kuabudu msalaba mtakatifu, pengine inatumika lugha ya mkato kuashiria jambo ambalo ni kuu sana. Kile kinachoabudiwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kile kinachopaswa kuabudiwa ni wokovu uliotundikwa msalabani, ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo pengine hii tunaiona wazi katika ule mwaliko ambao unatolewa. Huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake, na kisha sisi huitikia njoni, njoni, njoni tuabudu. Kwa hiyo mimi na wewe tufahamu kwamba kile tunachoitwa kukiabudu ni wokovu, ambao wokovu huu umetundikwa msalabani. Na wokovu huu ni nani? Wokovu huu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapotafakari juu ya Ijumaa Kuu, tuondoke na tafakari hiyo, tukitafakari juu ya matendo makuu ya Mungu ambayo anamtendea mwanadamu katika kuianza safari hii ya ukombozi. Tumsifu Yesu Kristo.